Afya Comedy. Hii ni kuendelea kuwapambania wananchi wenzangu, kuhakikisha kwamba wanapata elimu pamoja na burudani. Inaitwa Afya Comedy na hapa ni TVE Tanzania. Ni siku nyingine tena na leo ninakuletea elimu kuhusiana na ugonjwa wa malaria. Ugonjwa huu bwana ni maarufu sana. Kila mtu ukimuuliza kuhusu malaria anafahamu. Ameshawahi kusikia malaria ni nini, lakini kuna baadhi ya wananchi hawafahamu malaria ni nini. Sasa Kitenge Comedian sipo Tanzania unavyojua, lakini ninaendesha kipindi hiki moja kwa moja kutoka hapa nchini Ujerumani kwa kushirikiana na wenzangu waliopo hapo Tanzania, timu ya Afya Comedy. Tujiunge na Morris ambaye ni mmoja wa timu yetu, ameingia mtaani kuongea na wananchi ili kuweza kufahamu ugonjwa wa malaria ni nini hasa. Tuwe pamoja kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho. Asante, naitwa Kitenge na hii ni TV Tanzania Afya Comedy. Sasa hizi kaka. Safi kwema? Kwema ndugu yangu. Unaitwa nani kaka? Mimi naitwa Bakari Juma almaarufu Beka Taito MC. Nini maana malaria? Malaria ni ugonjwa. Kivipi? Ni ugonjwa ambao unasambazwa na mbu. Ugonjwa ambao unasambazwa na mbu. Na mbu. Huyo mbu ni mbu wa design gani ambaye anasambaza ugonjwa wa malaria? Ni mbu jike ndo anasambaza malaria. Anasambaza malaria. Mbu jike. Kwa njia gani? Kwa njia ya kukung'ata. Sana sana usiku kwenye sehemu za kiza. Aiza ndani, yani sana sana sehemu zenye kiza zilizokuwa ambazo hazina mwanga. Kwa wale wako mwingine unavyoelewa? Wale wangu wengine ninavyoelewa ni huo naelewa mimi. Huo unaoelewa wewe. Size dad. Salamu. Unaitwa nani? Chekecha dada Morris zimo. Size dad. Salama. Unaitwa nani? Naitwa Halima. Halima. Malaria ni nini? Hapo mwanangu mimi hata sijui. Mbona? Mimi hata sijui Mbona cheka sasa? Mimi watanikooga mwanangu mimi hata sijui. Hebu njoo ukae hapa wewe. Mimi nataka nikuulize wewe, ndio maana nimekuuliza wewe. Nini maana malaria? Yaani nijibu kwa jinsi wewe unavyoelewa, yani uelewa wako mtu akwambia nini maana malaria unamuelewa nini? Wewe jibu popote unapoweza kama ni ugonjwa. Sasa sijui bwana, mimi sijui kakao. Haufahamu chochote kupitia malaria? Malaria ni ugonjwa ambao unatokana na maambukizi tuseme. Kutokana na maambukizi. Kivipi sasa? Kama mbu. Ndio. Kingine sema nini tena? Hilo ndio. Hicho ndio ninachojua. Sasa ni zipi njia ambazo unaweza kutumia kujikinga na huo ugonjwa wa malaria? Njia ambazo zinaweza kujikinga sana sana ni kukata majani kwenye mfano kama kwenye nyumba kama hivi majani hayatakiwi. Madimbu ya maji, umeona, kuwezeka kichandarua pindi pale unapolala ndani kwako, yani uwe na chandarua, kutumia dawa ambazo za kupulizia zile kwa ajili ya kuzuia mbu unapoingia ndani kwako, zuia madirisha, mlango ufunge kila wakati. Hapo utakuwa umejikinga na malaria. Atakiwa utumie chandarua. Ndio. Kingine. Polisi. Uko live kupitia Afya Comedy ndani ya TVE Tanzania. Wanataka kufahamu wananchi, wanataka kujifunza kupitia wewe. Umetaja ni njia mbili tu ambazo unazozifahamu. Je, njia nyingine ambayo unafahamu wewe ni njia gani ambayo mtu anaweza kaitumia? Vuta pumzi kwanza. Tosha. Inatosha hiyo moja. Hizo ndo njia ambazo unazozijua wewe? Ndo nazijua mimi. Asante sana. Haya. Shukuru. Haya, karibu tena. Na zipi njia ambazo unaweza kutumia kujikinga na ugonjwa wa malaria? Mtu akakwambia bwana, unaweza kutumia njia 1 2 3 4 5 kuweza kujikinga na ugonjwa wa malaria. Ni njia gani unaweza kujikinga kupitia ugonjwa wa malaria? Neti. Kingine? Kuna dawa. Mimi hata sijui kakaangu mambo hayo. Wewe njoo ukae hapa uulizwe. Wewe uelewe, lakini umejua unaweza kutumia neti kujikinga na ugonjwa wa malaria. Mbona jamani, wananchi wananikimbia jamani, wananchi wananikimbia kama hivi mnavyoona. Walimu mfastani. Hebu niache huko. Dada, nini maana malaria? Dada, nini maana malaria? Makubwa yamemia kwangu. Nini maana malaria? Malaria ni ugonjwa. Ugonjwa? Kivipi? Sasa kivipi, kwani kuna ugonjwa gani kivipi tena? Sasa ndio maana nataka nifahamu. Ujue tumekuja kuongea na wananchi kwa lengo la kuweza kujifunza. Nini maana malaria? Yaani nataka unifafanulie, mtu akikwambia malaria unaelewa nini? Najua ni ugonjwa.
Ni ugonjwa. Ni njia gani unaweza kuzitumia kujikinga na ugonjwa wa malaria? Neti, dawa za mbu. Kingine? Maji machafu yasitwame kwenye mashimo kama hivyo. Kingine? Kingine sijui. Kingine ufahamu. Asante sana. Nashukuru. Je, unawashauri nini wa Tanzania? Ushauri wangu tuzingatie tunapopewa maelekezo na kujitambua na kujielewa. Ndio kama nilivyosema hapo, tuwe tunafikia madimbu ya maji, tusiwe tunamwaga maji ovyo kama hivi, madimbu ya maji. Tuwe tunazuia pia maswala ya majani, tuwe tunafyeka majani kwenye nyumba zetu, tunapoona majani yameota basi tunafyeka. Hapo tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa malaria. Asante sana. Haya. Shukuru sana. Hayo ni baadhi ya maoni kutoka kwa baadhi ya wananchi bwana. Kama ulivyoweza kuona, sio kwamba wote wanafahamu, na asilimia kubwa ya wananchi ambao tumewauliza wao wanafahamu tu neno malaria kwamba ni ugonjwa, lakini hawajui. Lakini pia tumeweza kufahamu ni jinsi gani wanaweza wakajizuia kujikinga na ugonjwa wa malaria. Hilo wanalifahamu. Sasa twende tukafahamu zaidi kutoka katika majadiliano ambayo nilishawahi kuyafanya na mchekeshaji mwenzangu. Karibu katika kipindi hiki. Bila shaka utajifunza na utacheka pia. Naitwa Kitenge. Karibu sana. Unaendelea kutazama kipindi cha Afya Comedy. Maoni yako ni ya muhimu sana kwetu. Unaweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maneno kwa kupitia nambari yetu ya simu inayopita hapo katika skrini yako. Endelea kupata elimu pamoja na burudani. Karibu tena, ni episode nyingine. Niko na Masai hapa ndani. Hilo sio la kuuliza kabisa. Hii inaitwa Afya Comedy, ni kipindi ambacho kinachokuletea makomedi. Watu wanacheka, watu wanaburudika. Tunaondoa ma-stress, au sio? Sana. Naitwa Kitenge Comedian na hii ni Afya Comedy, lakini pia niko na Masai Nyota, mchekeshaji ama comedian. Tuko pamoja kwa sababu ya kuelimishana. Ni kuelimishana. Ndio kama hiyo sasa hapa Kitenge anasema. Sasa zinatakiwa uongee vizuri. Masai, unajua ukishafika Dar es Salaam utabidi uende na swaga za watu wa Dar es Salaam. Ndio. Sema kuelimishana. Kuelimimi kwa na sana. Bila shaka mmemuelewa na mmemsikia. Karibu Afya Comedy. Masai, mambo vipi? Bwana salama ndugu yangu. Uko poa kabisa? Niko salama. Sidai tukulu kabisa. Meendolono hamna matatizo. Unasema? Meendolono madinolono hamna matatizo yani. Maana yake ni hamna matatizo. Ni safi kabisa, hamna shida Okay. Asante. Mimi na shukuru sana na nafurahi sana unapokuwa unaongea lugha yako. Ndio, naweka kidogo nawekelea. Si unajua lazima inaitwa swaga hii. Kuswaga naye kidogo. Sio kuswaga wanyama, yani inaitwa swaga. Kuswaga. Unaona na ile naye anacheka. Wewe unanicheka kwa sababu uko mbali. Ungekuja na wewe useme kama hutaweza kukosea kidogo. Masai, vipi maisha yanaendaje bwana? Maisha iko salama kabisa. Vipi kazi zako? Kazi iko na changamoto na kuna makati inakaa msuri hadi. Changamoto zinakuaje hasa? Kwa sababu leo tumekusanyika hapa na pia tuko na ndugu zetu wanatuangalia hapa, wengine wako majumbani. Tunataka tuongelee ugonjwa wa malaria. Ndio. Malaria ndio ile na. Inaitwa malaria, sio malaria. Malaria ikikamata kama ile. Useme tu malaria. Ni homa inasika mtu. Basi ni hiyo umeelewa. Lakini katika majina umesema malaria, sio malaria, inaitwa malaria. So unafikia unanisaidia pala hapa mimi na chapa na kosa. Sasa Masai, tunapozungumzia ninapotaja neno malaria, wewe unaelewa nini? Nasikilia kwamba inaweza kuwa ni homa. Homa ambayo inaweza kuja kukamata mtu makati ambaye hata mtu haijui kama itashikwa saa ngapi. Unakuja na usikuta imeshika, unasikia kama ni unatetemeka tu. Unakuwa kama mchezaji mmoja hivi. Unatetemeka sana. Unakuwa ni hapa. Sasa unahisi huo ugonjwa wa malaria unasababishwa na nini hasa? Kuna watu wanasema kwamba ile inasababishwa na imbu ikingata mtu. Mbu? Imbu ikingata mtu. Sema mbu. Imbu. Hiyo. Ikingata mtu hapo ndio inaleta hiyo. Okay. Sawa. Sasa kulingana na
taarifa zinazoaminika kutoka katika hii page ya Wizara ya Afya tunasoma, kwa sababu tunapokuja kushare na ndugu zetu huwa tunatakiwa tuwe tuna information ambazo ni za ukweli, japo kuwa tunachekeshana hapa. Kwa hiyo kwenye kuchekeshana haiwezi isiwe sababu ya kudanganyana. Sisi wenyewe tupo hapa kama ili kuweza kuielimisha jamii, unaelewa Ndio. Malaria ni ugonjwa ambao unaenezwa na mbu jike aina ya Anopheles. Ya kike ndio inafanya hiyo maneno. Mbu jike huyo ndio anaeneza ugonjwa wa malaria. Na kwa nini ikakuwa ni ya kike? Mimi nilijua kama ile kuna roho mbaya itakuwa ni ya kiume. Hapana. Huyu mbu ni mbu wa kike anaitwa Anopheles, ndio ambaye anaeneza ugonjwa wa malaria. Na mbu huyu kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wataalamu wa afya, sasa huyo ni mbu yule ambaye anang'ata usiku wa manane. Sio hii inapita tu. Sio wengine. Utakuja kuharibu vifaa vya studio. Huyu mwingine ni nzi, sio mbu. Na iko double inakuja mbili. Na kwa mujibu wa wataalamu wa afya wanasema mbu jike aina ya Anopheles anaambukiza malaria pale anapokung'ata, na mara nyingi mbu hao wanakuwa wanang'ata usiku wa manane. Na kama ukisema ukilala sifiti ya mchana haiwezi kukukamata hiyo. Mbu wa malaria haambukizi malaria mchana. Sasa bwana mimi na pia kuna makati imenishika hiyo. Imenikamata na nikaambia tajiri yangu juzi tu hapa. Unajua kuna kitu kwanza kabla ya hiyo maneno ya tajiri nianze kukusilimulia maneno changamoto ambayo imenikuta. Hebu nisimulie changamoto zako. Imenikuta kwenye kasi tangu makati mimi nimekuja Sadalama. Mimi nimepata kasi. Pala moja huku Busa. Kama anaitwa Buza. Hapa ukamaliza lami. Mwisho wa lami. Kaenda hivi anaitwa Busa. Sasa pale Busa mimi nimepata kasi hapo. Kasi ya kulinda kwa mtu. Makati mimi nimelinda, si kuna mtu anaweka fitina hapo. Tajiri amenunua imbwa. Meleta pale nikasema hii itatwanga simbo ni itaua ile. Sasa mbwa sana kusaidia kulinda. Hamna. Ile haichukui msahara, ikikaa pale tajiri itaona kama ndio hiyo imbwa iko hapo na inaweza kaninyima nini kanifilisha. Na nimetoka hapo. Nimekuja kuchukua kazi. Niona tu ni kama ni fitina, kabla hajafukushwa niondoke mwenyewe. Kwa hiyo umeacha kazi kwa sababu tajiri ameleta mbwa. Sasa imeleta imbwa, mimi nafanya hapa kazi. Lakini sasa simnalinda wote. Hamna. Ile ikasema alafu hata ichukue msahara ni nakula tu. Tajiri ataona kama mimi hata hamna kazi. Nimeondoka hapo. Nimekuja nimepata kazi Michokeni hapo. Juzi. Mikocheni. Mikocheni. Kiswahili naye nakona kasi yake kusema hiyo. Hata watu wanacheka kule. Wananicheka sababu tu. Na iko siku nitajua Kiswahili kuliko hata wewe kwa mnacheka hapo. Sasa mimi nimepata kasi. Na hiyo kasi hapo mimi nimepata bado ni matatizo. Ndio. Imbu inang'ata. Mbwa au mbu. Kwa sababu tunazungumzia vitu viwili. Usije Masai ukatuchanganya. Masai sisi hapa tunazungumzia malaria. Malaria inaambukizwa na mbu jike. Wewe unaongelea mbwa au mbu? Imbu hii ya kung'ata. Tunaongelea mbu sasa. Lakini mwanzoni tumeongelea mbwa. Mbwa ambaye imechukuliwa na tajiri na ile yako sasa tuongelee mbu. Ndio hiyo sasa. Tajiri mimi unajua hii kazi usiku unakuwa kuna pahala unafutafuta kona unanyamaza kwa sababu hii kazi ina raha. Unatafuta kwenye kona unanyamaza au unatafuta kona ulale? Sio. Unajua hii kazi iko na raha yake. Unaweza ukafanya kazi hata mwaka moja. Unachukua msahara na hata hujawahi kukamatana na jambasi. Tajiri nampa wewe hela. Haiulisi kwani mwasi unashikana na jambasi mara ngapi? Haiulisi. Yeye anakulipa. Unalipa. Sasa ile jambasi siku itakuja hapo. Kuna mimi na kona yangu. Nienda pale nimelala. Sasa mimi makati imetulia hivi. Imbu inang'ata. Imeng'ata. Mimi nimemwambia tajiri yangu. Sema tajiri yangu pale makati nimeambia. Niambia niletee nyeti ya kuweka. Neti sio nyeti. Nyeti. Kwa Kiswahili ukisema neno nyeti unamaanisha vitu vingine kabisa ambavyo vitaki kuongelewa hapa. Hiyo inaitwa neti. Ile ya kitobotobo inafunga hiyo sasa ni neti sio nyeti. Nyeti ni vitu vingine. Na ile mimi mara ya kwanza nimeingia kwenye nyumba ya bahala ni kwa ndugu yangu mmoja ilikuwa na rafiki yake amekuja Sadalama nikakuta imefungwa hiyo. Nikasikiri wanaweka mtego watanikamata. Nikakataa na mimi nimelala chini.
Sasa ndio amenifundisha kwamba inasiwia mbu usiningate. Matumizi ya chandarua, matumizi ya neti yenyewe inakusababisha usije ukapata ugonjwa wa malaria. Si mimi nimemwambia tajiri yangu kwamba mimi nataka hiyo niletee. Akaniuliza swala moja. Kwa wewe Masai Nyota unalalaga? Akasema ndio. Tajiri imewasa gari imetoka hapo haijasema kitu. Inaenda kuniletea, italeta nyeti. Karibu sana. Hii ni Afya Comedy, tunaendelea na mastori yetu, tunaendelea kujifunza na kuelimika. Leo tunazungumzia kuhusiana na malaria na tumeweza kuona hapa, tumediscuss kwamba malaria ni ugonjwa ambao unaambukizwa na mbu aina ya Anopheles ambaye anang'ata usiku wa manane. Masai Nyota ni mlinzi, analinda kwenye kampuni fulani. Lakini yeye mwenyewe anasema ni mlinzi ila usiku analala na akilala anang'atwa sana na mbu. Kwa hiyo amemwagiza tajiri yake amletee neti. Nimeenda italeta tu. Maana hajajibu, hajasema kitu. Sasa hapo kuna mawili Masai. It's either akuletee neti au akuletee kauli ya wewe kuondoka. Tena. Urudi nyumbani. Wewe unalindaje huko umelala? Kwani yeye si iko ndani? Kwani anajuaje kama mimi nje melala? Sasa umemwambia mwenyewe. Mfanye basi kama bado sijamwambia. Mfanye sijamwambia hiyo kama nimelala. Niko na Masai Nyota. Hivi Masai, ndio kule kwenu huwa wana utaratibu wa kulala na neti? Hiyo hamna. Sisi kule pia Saimbu kama hiyo kichoma mafia ya ng'ombe tu. Ofya inapotea. Mbu anakimbia. Na kuna majani sisi kichoma. Kwa sababu mafia ya ng'ombe tu ukichukua ile ukichoma pale, ukachoma hapa, ukachoma na pale, ukachoma huko. Sasa huko ng'ombe haikunyi, sasa watapata wapi? Labda utachoma mawe ya kwenye lami. Kwa hiyo unawashauri nini watu wa kule nyumbani? Kwa sababu hiyo ndio tunaita njia ya kisasa kuweza kuzuia kupata maambukizi ya malaria ni matumizi ya neti. Labda una neno gani la kuzungumza? Mimi nasema tu tuende na teknolojia ambayo hii iko kama sasa hivi vile ambayo tunaona. Watu wanalala kwenye nyeti. Na hii nyeti iende paka kule kwetu. Watu waifunge hiyo na ukipata hasira usije ukafunga hiyo kama unakopana na mtu ukafunga singo. Hapana. Kumbe ni malaria. Malaria. Kukinga na hiyo malaria. Hiyo ambayo unasema wewe. Ni lazima ulale ndani ya hiyo na utalala simu sito ati. Safi. Na hata kitoto kidogo ndio itasaidia, si ndio? Nasikia hata kwenye juice hapa tajiri wangu anifungua samufa yake. Sasa kuna samufa ile kubwa ndani pale. Ndio. Nifungua hiyo nikasikia hiyo kwamba kwa kukinga watoto. Kukinga watoto na malaria, unatakiwa uweke chandarua. Na inakuwa wanakasema sijui inawekwa dawa. Unakiweka dawa, chandarua unaweka dawa. Kiweka hiyo basi. Na mimi hapa kama nitakuwa na kwa tajiri yangu kiniletea ya kwangu. Nafurahi sana. Sawa. Masai, kule kwenu nimesikia na tulikuwa tunapiga story pia ukasema kwamba kuna watu wana kawaida wanapoumwa hawapendi kwenda hospitali. Na kuna mtu anapenda kuashumu kwamba hii ni malaria. Lakini kumbe sio malaria, ni kitu kingine. Wewe unawashauri nini hawa watu? Sisi anakula ile rupuru. Kuna dawa fulani ambayo sisi anatoka na punda. Tunafunga sifuria hapo na unga. Tunaenda na mbuzi na kondoo. Tunaenda kwa podi. Unachinja ile. Kichinjwa ile kondoo. Tunakata ile mkia yake. Inachukuliwa ile mafuta. Inafekechwa ile. Na ile dawa. Ukikula ile unasafisha. Unapona hata yumi tena. Unafanya kama vile unawatenyanga, unamwaga weli ya gari. Sasa wataalamu wa afya wanatushauri mtu yoyote anapojisikia dalili za kuumwa asiamue yeye mwenyewe, asifikirie kusema kwamba huu ni ugonjwa fulani. Anatakiwa aende hospitali akafanyiwa uchunguzi na madaktari wa afya au matabibu, ili wale ndio watamwambia kwamba hii ni malaria au ugonjwa mwingine. Kwamba tuseme hivi tu hii ndio inakaa karibu na ngai. Inajua hiyo maneno. Yaani nini? Sielewi. Inakaa karibu na ngai. Ngai ni kama ni Mungu kusema kama eseme na hapana. Hao ni wataalamu ambao wamesomea na wanajua vijitabia hivi vijidudu, na pia wao wamesomea kuweza kujua aina mbalimbali za magonjwa na kuwatibia watu. Kwani tuseme ni ndoti hao ndio wataalamu maalum, madaktari. Kwa hiyo unapojisikia kuumwa au mtu yeyote anapojisikia anaumwa, basi aende hospitali. Sasa kama mimi hapa kama nikiumwa nikachamsa dawa nikakula tu haitaki, ni vibaya? Hapana, unatakiwa kwenda katika kituo cha afya. Nenda katika kituo cha kutolea huduma za afya ili kuweza kufanywa uchunguzi na ndio itafahamika.
Basi mimi kwa sababu mimi naamini Kitenge ikisema maneno yake. Hata juzi hapa walikuwa kusema kwamba sisi tujichunge na magonjwa mbalimbali. Ndio. Na nikaanza kujichunga naye mpaka sasa naona niko ofisini. Nasikia tu sema naomba kama unaweza ukasema kwamba sisi tushirikiane Kitenge na Masai Nyota. Ile elimu ambayo sisi amepata huko Sadalama. Ndio. Twende naye kule Masaini tuelekeze hiyo maneno. Safi. Kwa sasa mimi na wewe tushirikiane, twende tupeleke ujumbe huu kule nyumbani Masaini waweze kufahamu, au sio? Tuanze ushirikina sababu ushirikiano. Hiyo. Tofauti ushirikiano na ushirikina ni vitu viwili tofauti. Kama ushirikiano tukue katika kama ni ushirikina ya pamoja, wote tuende hivi pamoja. Unaendelea kutazama kipindi cha Afya Comedy. Maoni yako ni ya muhimu sana kwetu. Unaweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maneno kwa kupitia nambari yetu ya simu inayopita hapo katika skrini yako. Endelea kupata elimu pamoja na burudani. Bila shaka mtazamaji umeelimika na pia umecheka kupitia mafunzo yetu na majadiliano ambayo nimeyafanya. Sasa kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Na huu ndio mwisho wa kipindi hiki cha leo ambapo ni maandalizi ya kipindi kijacho. Ninaitwa Kitenge Comedian, lakini shukrani kwa TVE Tanzania pamoja na timu nzima ya Afya Comedy kuhakikisha leo tumekwenda hewani. Naitwa Kitenge Comedian. Mpaka wakati ujao. Asante. Bye bye. Usikose kutazama kipindi cha Afya Comedy kinachoangazia masuala ya afya na changamoto za kiafya zinazoikabili jamii yetu. Kipindi hiki kitakuelimisha na kukuburudisha kwa njia ya ucheshi na vichekesho. Ni kila Jumanne saa 3 kamili usiku na marudio ni Alhamisi saa 5 asubuhi na Jumapili saa 10:30 alasiri. Na marudio ya mwisho ni Jumanne saa 3 asubuhi. Hapa TVE Tanzania.